Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, kwa mtu yeyote ambaye amekuwa akijiuliza, nafanyaje ili niweze kuokoka? Nini maana ya kuokoka? Nafanyaje ili niweze kuokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kuokoka tunaipata katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Naomba nikusomee, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa namna ya kuokoka ni kumwamini Yesu Kristo kwa moyo wako na kumkiri kwa kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ukimkiri kwa kinywa chako kuwa ni Bwana, mkiri Yesu kuwa ni Bwana, na uamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Maana yake ni kwamba uamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Ukishaamini tu hivyo kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, basi wewe umeshaokoka. Mstari wa 10 sasa ndio anasema kwamba kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Maana yake haki ya Mungu inapatikana kwa njia ya kuamini. Ukishaamini tu vile unapata haki ya Mungu. Ili sasa ukamilishe wokovu, unahitaji kukiri sasa kwa kinywa chako. Ukiri sasa kwa kinywa chako. Ukishakiri kwa kinywa chako ndio unapata wokovu. Ndio maana tunasema kwamba kinywa kina nguvu ya kuumba. Kinywa kina nguvu ya kutengeneza mambo ambayo hayapo ili yawepo. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa kuwa makini sana na vitu ambavyo unakiri kwa maneno ya kinywa chako. Unatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu watu wengi sana tunajioroga sisi wenyewe. Si wachawi, hata si wachawi, ni sisi wenyewe. Umejiroga mwenyewe alafu unaenda kwa mganga kutafuta solution. Yaani umejitamkia, mimi maisha yangu ni magumu, sije nini na nini. Yaani kwa kweli siwezi kufanikiwa, siwezi kutoboa, siwezi kufaulu. Umejiroga mwenyewe kwa maneno ya kinywa chako, kwa sababu unaojitamkia yana nguvu ya kuumba na kuwa vile ambavyo umetamka. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa kuwa makini sana. Tumeona hapa kwamba ukikiri tu kwa kinywa chako tayari unapata wokovu. Maana yake kile unachokikiri unakuwa umekiattract, kinakuwa halisi kwenye maisha yako. Kwa hiyo usikiri mambo mabaya, usijitamkie mabaya. Hata kama hali ni mbaya, usijitamkie mabaya. Wewe kiri ushindi siku zote za maisha yako. Lakini hiyo ndo namna ya kupokea wokovu au kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama uko mahali hapa unahitaji kuokoka, wasema mimi nahitaji sasa kuokoka, naomba ufuatishe maneno haya pamoja na mimi. Fuatisha maombi haya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, ninatubu dhambi zangu zote.